Waziri Mkuu Majaliwa Kassim Majaliwa ametaka mamlaka bandari kubadili mfumo utozaji malipo kwa kwanza kutumia mfumo wa kielektroniki. Waziri Mkuu Majaliwa ametoa agizo hilo baada ya kufanya ziara ya kushtukiza katika bandari ya Dar es Salaam, huku akimtaka kaimu meneja wa bandari hiyo Habel Mhanga kumpelekea majina ya watumishi waliohusika na makontena kutolewa bandarini hapo bila ya kulipiwa ushuru katika kipindi cha mwezi Machi hadi Septemba mwaka 2014. Nora Uledi anaripoti. Takriban wiki moja baada ya Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kufanya ziara ya kushtukiza katika bandari ya Dar es Salaam, waziri mkuu huyu anarejea tena bandarini hapa. Kwa hiyo TRA huwa anajua mizigo iliyobebwa kwenye meli yote, na sisi tunapopokea yeye ndio anatoa kibali cha kushusha mizigo. Yeye ndio akiwa anajua meli hii na mizigo mingapi. Ndio mheshimiwa. Na kila container lina nini huko ndani. Ndio TRA anajua. Hiyo ndio hatua ya kwanza ya TRA kujua. Ndio hatua ya kwanza, na ndipo ambapo mzigo, kitu chochote kinachokuja Tanzania kinaanzia TRA kwa upande wa bandari. Baada ya taarifa hiyo, Waziri Mkuu Majaliwa akatembelea vitengo vingine ikiwemo kitengo cha uhakiki wa makontena, kitengo cha uchunguzi wa mizigo na kitengo cha mapato. Niambie mwanya uko wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye mfumo wetu na mizigo ambayo inakuja bandarini, kwa mfumo uliopo hautoi mwanya kwa mteja kutolipia mzigo. Ili kabla linaonyesha makontena 2400 na 31 yamepita bila kulipiwa kodi anda mamlaka ya bandari. Na wamesema mfumo huu wa billing system una uhakika wa kutokwepa kodi. Mfumo haukutekelezwa kwenye ICT na haya makontena yote yameibiwa kwenye ICT. Na uliniambia ndio tukarota sasa mfumo wakati wote toka tunazungumza umenihakikishia kwamba hakuna upotevu wowote kwenye bandari. Na mimi kwamba bandari hii inaweza kutulisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimekuhakikishia na uzembe wa kutodhibiti hili maraki hatuwezi kupata malipo kupitia bandari yako. Sasa hapa mawili. Moja, na wapa wiki moja kukamilisha mfumo huu kutoka billing system kwenda e-payment. Alika wataalamu walipe kwa gharama yote, wakamilishe, waondoke kutoka billing system kwenda e-payment. One. Second, hawa mmewachukulia hatua? Naifanya kazi ripoti hii. Kwa nini usini brief leo kama tulikuwa na wizi hapa hata huko miaka ya nyuma? Mheshimiwa, muda ambao umekuja ulitaka kujua mfumo wa utendaji kazi. Second, hapa mliwaadhibu hawa waliotamka kwamba waadhibiwe, mliwaadhibu vijana wadogo wale mapapa wote mkuadhibu. Mheshimiwa, niandikie orodha ya wote waliohusika kwenye ripoti na uliopa adhabu na ambao bado. Saa 11 nipate ofisini kwangu. Sawa Mheshimiwa. Baada ya kuhitimisha ziara bandarini, Waziri Mkuu akaelekea katika shirika la reli nchini TRL, ambapo amejionea utendaji kazi katika shirika hili. Tumekuja kujifunza leo uendeshaji wa TRL. Mheshimiwa, mna madeni na wafanyakazi. Serikali tumewapa bilioni 13 mboreshe miradi yenu ya reli ili mzalishe mudu kujiendesha na mlipo watumishi wetu. Mmeenda kukopa bilioni 3 kwa write up ya kuendesha miradi. Mmejilipa mishahara. Alafu miradi yaendelee, shirika limebaki kama lilivyo, fedha ile mmeitafuna imekwisha. Bodi ipo. Si ndio mlifacilitate hiyo kitu? Mheshimiwa, kulikuwa na nimekuja kujifunza. Sawa kabisa. Ziara ya Waziri Mkuu Majaliwa bandarini na TRL ni mwendelezo wa ziara ya kushtukiza ambazo amekuwa akizifanya kwa lengo la kutathmini utendaji kazi wa mashirika mbalimbali ya umma. Nora Uledi, TBC, Dar es Salaam.